Kipengele cha fahamu mchezaji ambaye leo tunamzungumzia huyu mchezaji anayekwenda kwa jina la Pep Abdou Ndiaye. Huyu anaonekana kwenye vyanzo vya takwimu kama mchezaji wa umri wa miaka 24, raia wa Senegal mwenye urefu wa mita 1.84 na nafasi yake kuu ni winga wa kulia. Clock itwa na Simba, mmemwona winga wenu? Huku akiwa na uwezo pia wa kucheza winga wa kushoto na center forward, na kwa sasa yuko Al Ittihad ya Libya na mkataba wake umeorodheshwa hadi 30 hadi Juni 30 kwa mwaka 2027. Kwa hiyo kuna watu hapa wanataka wavunje mkataba wamchukue Pep Abdou. Ni mchezaji wa aina gani huyu? Kwanza tuangalie jina lake halisi. Ni Pep Abdou Ndiaye, ana umri wa miaka 24, amezaliwa Novemba 11 mwaka 2001. Amezaliwa pale nchini Senegal. Amezaliwa Rufisque, Senegal. Urefu wake ni mita 1.84. Mguu anaopendelea kuchezea ni mguu wa kulia. Nafasi kuu ni winga wa kulia, right winger. Nafasi nyingine ni left winger au center forward. Klabu anayoitumikia ni Al Ittihad Sports Club ya pale Libya. Mkataba wake ni hadi Juni mwaka 2027. Kwa hiyo kwa lugha rahisi naweza kusema kwamba ni mshambuliaji wa pembeni mwenye uwezo wa kuingia ndani na pia kucheza kama namba 9. Kwa hiyo versatility ndio moja ya vitu vinavyoweza kuivutia klabu ya Simba. Wanataka mchezaji huyo bwana, wanamtaka. Tukiangalia safari yake ya soka, Ndiaye alianza safari yake Senegal akiwa amepita Kayor Foot kabla ya kuendelea kwenye klabu mbalimbali nchini humo. Baadaye alijiunga na ASC Jafar ya Dakar ambako alipata nafasi ya kuonekana kwenye mashindano ya CAF. Kutoka Jaraf jamani, alikwenda Horoya AC ya Guinea mwaka 2021. Hiyo ni sehemu muhimu kwenye CV yake kwa sababu Horoya ni klabu yenye uzoefu mkubwa katika mashindano ya Afrika. Tukiangalia sasa akiwa pale Horoya, Ndiaye alicheza kwa misimu miwili na akawa sehemu ya kikosi kilichoshinda ubingwa wa Guinea kwa mwaka 2022. Hivyo si mchezaji ambaye amekuja moja kwa moja kutoka ligi ndogo kwenda Simba. Si mchezaji mdogo, ana uzoefu wa kucheza nje ya Senegal na tayari ameshawahi kukutana na mazingira ya soka la Afrika Magharibi. Tukiangalia pale Al Hilal ya Sudan mwaka 2023 alijiunga na Al Hilal Omdurman ya Sudan. Hiyo nayo ni pointi kubwa kwenye CV yake, hasa anapokuja kwenye klabu ya Simba Sports Club wa kimataifa. Al Hilal ni moja ya klabu zenye historia kubwa Afrika. Na kucheza Sudan kunampa Ndiaye uzoefu mwingine wa soka la Afrika kaskazini na mashariki. Kwa mujibu wa mahojiano yake na Africa Foot, Ndiaye alisema alifanya msimu mzuri akiwa Sudan, jambo ambalo lilimsaidia kupata nafasi ya kuendelea na safari yake Libya. Kwa nini alienda Libya? Baada ya Al Hilal alihamia kwenye soka la Libya. Kwanza akapitia mkopo na klabu kama Al Akdar na Al Sadaka kabla ya kuhamia Al Ittihad. Septemba mwaka 2025 Al Ittihad ilimsajili kutoka Al Hilal kwa ada iliyotajwa karibu euro 107,000 hadi euro 200,000. Ndiye mwenyewe alithibitisha kwa mahojiano kwamba klabu mpya ilinunua mkataba wake kwa dola za Kimarekani dola 200,000. Hii ni muhimu sana kwa story ya Simba. Ni muhimu kwa sababu kama taarifa ya ofa ya Simba wenyewe wametoa dola 200,000 ni sahihi, basi Simba inakuwa inamzungumzia kiasi ambacho kinafanana na kile cha Al Ittihad ilicholipa katika kumpata mwaka ule 2025. Lakini siwezi kuthibitisha kwa chanzo huru kwamba Simba tayari imetuma ofa hiyo ya dola 200,000. Kwa hiyo sehemu hii tuiweke kama tetesi, taarifa ambayo bado haijathibitishwa rasmi, sio deal done, bado ni tetesi. Kwa hiyo tukiangalia sasa
Huyu mchezaji anaweza akaisaidia nini klabu ya Simba? Hapa ndipo profile yake inakuwa interesting, inakuwa inavutia. Winga wa kulia. Kwa wana Simba mmesema nyie hamtaki winga, mawinga wamewatosha. Haya, sasa tunaangalia nafasi yake alionayo hapo kama winga wa kulia. Nafasi yake kuu ni right winger. Kwa hiyo kuwa right footed anaweza kucheza pembeni kulia na kutumia nguvu yake ya mwili kutafuta nafasi ya kuingia ndani na kuunganika na mshambuliaji. Kwa mfumo wa 4-3-3 Pape anaweza kuwa option ya upande wa kulia. Anaweza kucheza namba 9. Hii ni advantage kubwa. Vyanzo vya takwimu vinamtaja pia kama center forward. Kwa hiyo kama Simba ina injury au inataka kubadilisha mfumo katikati ya mchezo, ndiye anaweza kusogezwa kutoka winger kwenda striker. Hii inampa kocha flexibility. Kocha anarahisishiwa bwana. Kwa hiyo badala ya kuwa winga mmoja na striker mmoja, unakuwa na mchezaji ambaye anaweza kubadilisha nafasi. Anaweza kubadilisha nafasi hizo kulingana na hali ya mchezo. Tukiangalia kimo chake cha mita 1.84 ni faida. Ndiye ana urefu wa mita 1.84. Kwa winga huo ni urefu mzuri. Na unapomweka kama center forward anakuwa na uwezo wa kushindana zaidi kwenye mipira ya juu kuliko winga mfupi. Hii inaweza kuwa muhimu Simba inapocheza dhidi ya timu zinazojilinda chini. Takwimu zake Al-Ittihad, hapa tuangalie sasa takwimu zinazopatikana hadharani zinaonyesha kwamba Pep alifunga mabao 4 na kutoa assist 1 katika takwimu za Al-Ittihad zilizoorodheshwa na Transfer Market. Footstat pia inamweka kwenye kiwango cha takribani 0.18 goal kwa dakika 90 katika data yao ya msimu. Kwa hiyo sitaki kusema kwamba ni mashine ya mabao kulingana na takwimu hizi, na wala sitaki kusema kwamba sio mzuri katika mabao, kwa sababu anaweza akaingia katika klabu ya Simba na mambo yakabadilika. Nguvu yake kubwa inaonekana zaidi kuwa versatility na uwezo wa kucheza kwenye maeneo tofauti ya attack kuliko kuwa pure goal score. Kwa hiyo msimtegemee sana huyu katika kufunga mabao. Nadhani ndio maana mashabiki wengine wameanza kulalamika. Kulikoni, mbona mwazidi kutuletea winga, si tunataka mashine ya mabao? Tukiangalia thamani ya Pep ni kwamba Transfer Market inaweka market value yake karibu euro 225 kwenye update yao ya March mwaka 2026. Lakini hii si sawa na bei ambayo Simba italipa. Kwa mfano, market value ukijumlisha na transfer fee, unapata mshahara. Kwa hiyo Al-Ittihad ilimnunua kwa takribani euro 170 hadi euro hadi dola 200 kwa mwaka 2025, lakini Simba inaweza kuhitajika kulipa zaidi, sawa au chini. Inaweza ikalipa zaidi ya kiwango hicho, ikalipa kiwango hicho sawa sawa, au ikalipa chini ya kiwango hicho kulingana na mkataba, negotiations na vipengele vya transfer. Simba inamtafuta winga au striker? Mashabiki wa Simba mko wapi? Mnatafuta winga au mnamtaka striker? Kwa sababu naona wengi mmelalamika kuhusiana na hii. Jamani, mbona winga? Kwani hamtaki winga jamani? Kwa profile yake jibu ni kwamba ni winga plus striker wa backup. Hiyo ndio sababu transfer hii inaweza kuwa na maana kwa klabu ya Simba. Kama kocha atatumia mfumo wa 4-3-3, anaweza kuanza kulia, akabadilisha kwenda 4-2-3-1, anaweza kuendelea winga. Akihitaji kuongeza striker mwishoni mwa mchezo, anaweza kusogezwa namba 9. Kwa hivyo mchezaji mmoja anampa kocha option 3 za tactical. Kwa hiyo bado ni faida nzuri kama Simba watafanikiwa kumnasa. Lakini Simba inapaswa kujiuliza nini kabla ya kulipa hizo dola 200,000? Kuna maswali 5 muhimu. Ana productions ya kutosha? Mabao 4 na assist 1 zilizoorodheshwa na Transfer Market hazitoshi kusema huyu ni striker wa kiwango cha juu. Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, anaendana na mfumo wa kocha? Kama Simba inataka winga anayeshambulia
mara kwa mara wanapaswa kuangalia video na data za dribbles, chances created na progressive careers. Swali la 3 la kujiuliza kwa Simba. Pep ana uwezo wa kucheza pressure ya Tanzania? Kucheza Libya na Sudan ni experience nzuri, lakini Simba ina pressure tofauti. Mashabiki ni wengi, derby, CAF na matarajio ya ubingwa. Swali la 5 ambalo wana Simba mnatakiwa kujiuliza, au Simba inatakiwa kujiuliza kabla haijalipa hizo pesa. Afya yake iko vipi? Medical ndio muhimu kabla ya deal kufungwa. Sio kwamba afya yake inakuwa sio nzuri, anakuja anacheza mechi 1-2, anapata matatizo, inabidi apumzike, kwa hiyo inakuwa ni hasara. Je, anaweza kufanya vizuri CAF? Hii ni muhimu kuliko hata ligi. Simba inahitaji mchezaji ambaye anaweza kusaidia dhidi ya timu za Afrika kwenye Champions League. Mtazamo wangu kwa Simba ni kwamba kwa profile ya Pep ni signing inayoweza kuwa na mantiki. Siwezi kusema kwamba bado ni superstar kwa sababu takwimu zake hazitoi ushahidi huo, lakini pia ni mchezaji mwenye umri mdogo, ana umri wa miaka 24. Urefu wake kama nilivyosema ni 1.84. Mguu wa kulia right winger, anaweza kucheza left winger, anaweza kucheza center forward, ana uzoefu, amecheza Senegal, ana uzoefu Al Hilal, ana uzoefu Horoya, ana uzoefu Libya, amewahi kushinda ligi Guinea na ana uzoefu wa soka. Na kuna jambo jingine la kuvutia kwamba Al Ittihad ilimpa mkataba hadi mwaka 2027. Kwa hiyo Simba ikitaka kumtoa sasa inahitaji kuvuka swala la mkataba, sio tu kumshawishi mchezaji. Kwa hiyo hapa bwana, mimi ningesisitiza zaidi kwa klabu ya Simba kwamba Simba haimfuati tu kwa sababu ni winga, bali kwa sababu ni mchezaji ambaye anabadilika kutoka winga kwenda namba 9. Kwa hiyo hilo linaweza kuwa muhimu sana kwenye ligi ndefu na kampeni za CAF kwa klabu ya Simba. Hii ni katika kile kipengele cha fahamu mchezaji.